Mimi naitwa Emmanuel Mkoma, katibu wa Mheshimiwa Mbunge Jimbo la Mbeya Vijijini. Ndugu zangu, ujio wetu wa siku ya leo ni kushuhudia kwanza yale aliyoyasema Mheshimiwa Mbunge tarehe 20 mwezi wa pili alivyokuja kwa dharura kwa ajili ya kuona hali ya ubovu wa daraja ambayo ilikuwepo mahali hapo. Niwapeni pole wote kwa sababu nafahamu umuhimu wa hili daraja. Ni kiunganishi muhimu sana kwa kata yetu hii ya Ijara, hasa wananchi wa Orongo pamoja na kijiji cha Izumbu. Bila shaka na nyie ndugu zangu ambao mlikuwepo ile siku ni mashahidi. Ile siku Mheshimiwa Mbunge alifika hapa ya tarehe 20 mwezi wa pili kuona hali ya daraja ambayo lilibomoka na akaahidi kutafuta fedha za dharura kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Mbunge, zile hela za kujenga hili daraja shilingi milioni 420 walitupatia, ndio maana mpaka sasa hivi kazi inaendelea ya ujenzi wa daraja hili. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tumekuja kwa ajili ya kuona kazi inayoendelea kama mashuhuda, lakini pia kuhojiana na injinia ambaye anajenga daraja hili juu ya mradi huu wa daraja ambao unaendelea mahala hapa, kwamba utachukua muda gani, kwa sababu wananchi wanaendelea na shughuli za kiuchumi na shughuli za kiuchumi inabidi zisikwame. Kwa hiyo la kwanza, sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kupatia zile fedha, lakini la pili tunashukuru meneja wetu wa TARURA wilaya yetu ya Mbeya. Ujenzi hapa umeanza kwa haraka kama walivyoahidi, lakini changamoto kubwa ambayo wananchi pia tunaungana kwa pamoja ni kwamba hakukuwa na njia mbadala ya kuendelea na shughuli zetu za kiuchumi. Kwa hiyo tushatoa maelekezo kwa injinia na nyinyi hapa mmekuwa mashahidi, na sisi tutafuatilia. Ili daraja tayari limeshakuwa lipitiki, si ndio? Sasa kwa wananchi wa huku si ni muhimu watafutiwe njia mbadala ambayo wanakuwa wanapita sasa, ili shughuli zingine za kiuchumi na za kijamii pia zisikwame, sivyo? Sasa naona kuna changamoto kidogo kwenye hii njia mbadala ambayo nyie mlikuwa mmeibuni. Tulikuwa tunaangalia hapa, tunaona ina changamoto, vyombo vya usafiri vinapita kwa shida sana. Na kama sijakosea, siku mbili ngapi hizi wananchi walikuwa wameanza juhudi za kutengeneza kivuko kingine pale mbele, kama utakuwa umekuja wamekuonyesha, si ndivyo? Sasa bado wanaendelea na ukarabati, maana niko na mheshimiwa diwani hapa, bado wanaendelea na ukarabati. Sasa sijui, na bado wanahitaji pia msaada wenu nyie. Sasa sijui nyie mnawasaidiaje kuhakikisha sasa kile kivuko chao kinakamilika ili waweze kupita kwa urahisi. Liko ndani ya uwezo wenu. Mimi nilikuwa naomba, ni kweli kuna changamoto ya mvua saa hizi kwenye maeneo mengi na barabara nyingi zimekuwa korofi, lakini sasa kwenye sehemu hii, maana nilikuwa nazungumza na diwani na wananchi wapo, tuko nao hapa wanakusikia, kama inawezekana, maana wanahitaji vifusi vya kokoto nadhani na karavati na vitu vingine. Ni vyema basi ukija ukutane nao ili muone namna bora ya kuendelea kukaboresha pale, ili wao shughuli zao zisikwame. Hatuwezi kusema, ni kweli mvua zipo zinanyesha na zinachangia uharibifu wa miundombinu, lakini pia wananchi hawawezi wakawa tena shughuli zao zinakwama kwa sababu ya mvua. Ni muhimu tutafute namna ya kukabiliana na hizi changamoto hata wakati huu, wakati mvua zinafanya nini, zinanyesha. Sasa ni vyema, mimi naomba mukae na mheshimiwa diwani ukija, ili muende pale muone nini kinatakiwa kufanyika, kwa sababu wananchi wameanza kuonyesha juhudi zao. Sio jambo baya, ni jambo jema. Sasa na sisi kama serikali, kama wataalamu au mkandarasi ambaye unasimamia daraja hili, na ni wajibu wako wewe kuhakikisha kwamba hili daraja linatengenezwa. Ni lazima tupate daraja lingine ili shughuli za wananchi zisikwame. Basi uonane na mheshimiwa diwani ili mzungumze naye, muhakikishe sasa mnaboresha hicho kivuko ili wananchi waendelee kufanya shughuli zao. Kama ulivyosema, miezi 4 ndo daraja itakuwa limekamilika. Sasa ndani ya miezi 4 hii wananchi wapate sehemu ambayo wanaweza kusafirisha mazao yao, wanaweza kusafiri wao, maana kuna kuumwa, kuna vitu vingi. Kwa hiyo nilikuwa naomba mkae na mheshimiwa diwani ili muwasaidie kuendeleza pale walipoanzia wao. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, nadhani huyu jamaa una nambari? Kuna namba imepa ikapatikana. Basi sasa utachukua hii namba, mtawasiliana
anakuja leo. Sawa, sasa muwasiliane ili sawa kwa karibu juu ya utekelezaji wa haya maagizo ambayo tumetoa juu ya kutafuta njia mbadala ili wananchi wasikwame na shughuli zao. Lakini baada ya kusema hayo, ndugu zangu, mimi ni washukuru kama wananchi mliamua kujiunganisha na kujiorganize kuona sasa hatuna njia mbadala. Tusisubiri mpaka serikali tutengenezee, mkajiongeza, mkajichangisha na mnaendelea na ujenzi wa ile njia mbadala ambayo kwa nguvu ya wananchi mmelifanikisha. Lakini pia hilo ni jukumu letu kama wananchi kuunga mkono serikali ilipotuchangia na sisi kuona tunaunganeje na serikali katika kujiongeza kwa lile. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, nawapongezeni sana. Lakini mheshimiwa mbunge aliona juhudi zenu, mheshimiwa diwani, ambazo wananchi walizifanya pale nje na kumwagiza injinia kuwa tupe vifusi pale, lakini mheshimiwa mbunge naye anaunga juhudi pale wananchi ambapo walianza, atachangia shilingi 200,000. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge anajua juhudi zenu wananchi, anajua kazi inayoendelea hapa, na sisi tukitoka hapa tutampa taarifa baada ya kuona kivuko cha wananchi, hali ya ujenzi inayoendelea hapa. Tutakachoongeza sisi ni kasi, kumkazania huyu mkandarasi ambaye ameshika site ya daraja ili amalize kwa wakati ili wananchi waendelee na shughuli zao za kiuchumi. Kwa mwenyekiti wa kijiji cha Izumbwe, kwanza nianze kutoa shukrani za dhati kwa ajili ya ujio wa wageni wetu ambao kwa leo wameweza kututembelea au ujenzi wa daraja unaoendelea mahali hapa. Na ujenzi huu kweli umeendelea kwa muda, licha kwamba haujaenda kwa uharaka kulingana na hali ya hewa ilivyokuwa. Ninaamini kabisa kwamba hali ya hewa haikuwa rafiki kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba leo hii tumefikia maeneo haya pamoja na ugeni ambao umetujia leo kwa ajili ya kuangalia hali ya hewa inayoendelea kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo nawashukuru. Kwanza nashukuru nimpe hongera zake mbunge kwa ajili ya kutupigania wananchi. Make kivuko hiki ni muunganiko wa kata nzima. Make hapa mawasiliano kama hayapo, ndio kwamba mawasiliano ndani ya kata hayapo. Na kwa ujumla ndani toka daraja limeharibika, kweli ni shida tupo, shida hasa wananchi wanapata shida. Na ni muunganiko, mazao mengine yanatoka pembezoni, lakini hapa ndio panapogushi. Lakini hali yote hiyo imeshindikana kwa ajili ya daraja. Licha kwamba wanapoteza vivuko kwa ajili ya kuvuka, lakini bado kwa sababu mvua ni kubwa, kwa ujumla ni shida. Vyombo vya moto vinapata shida. Kama magari ndio basi kabisa ndio hayapiti. Na pikipiki zipo ndio zinatusaidia kidogo. Lakini niwashukuru kwa ajili ya hilo kwamba ujenzi tumeona unaendelea. Kwa hiyo bado nawatakia mkandarasi ambaye ameshikilia hii kazi kwamba tutie moyo kwa ajili ya kwenda haraka ili maendeleo yasikwame ndani ya kijiji, ndani ya kata yetu. Maana huu ni muunganiko wa kata. Kwa hiyo tukikwama ili daraja, basi maendeleo nayo yatakuwa yamekwama. Asante. Kwa majina naitwa Daniel Abraham Masika, diwani kata Igale. Awali ya yote nipende kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutengia fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili, ambao serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Pia nipende kumshukuru mbunge wetu Patali Shida Patali kwa moyo wake aliyouonesha tangu awali tulipoenda kuomba msaada kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili lililopo katika kata Igale. Lakini pia leo nipende kumshukuru kwa wakati mwingine Mheshimiwa mbunge kwa kutuma ofisi yake, wasaidizi wake wawili wamefika leo katika kata yetu. Namshukuru sana kwa hilo. Tatu, namshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kugusa juhudi za wananchi katika ujenzi wa kivuko cha dharura. Mchango wake ni mkubwa sana, tunaupokea kwa moyo wote. Mungu amsaidie katika utekelezaji wa majukumu yake ndani ya wilaya yetu ya Mbeya vijijini, kwa sababu wilaya yetu ni kubwa, lakini pia tunaamini mbunge wetu ana moyo mzuri, atautumikia kwa moyo mzuri. Kwa majina yangu naitwa Ayubu Wilfred Mwashemere, ni mzaliwa wa kijiji cha Izumbwe. Awali ya yote napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa mbunge na ofisi yake kwa ujumla, na pia kwa diwani wetu wa kata
kwa juhudi zake ambazo tunaendelea kuziona kwa macho na zingine tukiwa tunasimuliwa, baadhi ya maeneo yakiwa yanafanyika. Sisi kama wanakijiji wa Izumbwe na kijiji cha Orongo tunatoa shukrani zetu za dhati na pongezi kwa ajili ya hili daraja, maana limefanyika kuwa msaada mkubwa sana kwa ajili ya kutuvushia rasilimali zetu na kwa ajili ya kutuvushia na kwa ajili ya kupeleka watoto zetu mashuleni. Lakini toka daraja hili limeanguka, Mheshimiwa mbunge bado hakusita, alifika kwa haraka kwa ajili ya kuja kuangalia changamoto na kuangalia nini kifanyike kwa haraka kwa ajili ya kunusuru watoto zetu washindwe kufika shuleni, kwa ajili ya kunusuru tena pato ambalo linapatikana kwenye kata ya Igale kuelekea mji mdogo wa Mbalizi. Changamoto kubwa ambayo tumeipata toka hili daraja limekatika, changamoto ya kwanza ni gharama kupanda. Kwanza kuanzia gharama ya usafiri. Tulikuwa tunatoka Izumbwe kwenda Orongo, nauli ya mtu mmoja ya bodaboda ilikuwa ni shilingi 1000. Lakini toka daraja hili limekatika, imepanda, imekuwa nauli ya mtu mmoja ni shilingi 3000. Hapo umepakia peke yako na mzigo una. Ina maana ukiwa na mzigo ikawa ni gharama zaidi tena. Kingine kikubwa, kusafirisha rasilimali zetu, kuzitoa pembezoni Orongo kuzileta Izumbwe, na penyewe gharama imekuja kupanda mara 2 mara 3. Na changamoto nyingine, mazao mengine yanaharibikia huko shambani, hususan mimi nyanya zangu zote zimeozea shambani. Changamoto kubwa ilikuwa ni daraja. Lakini namshukuru sana Mheshimiwa mbunge, bado hajasita sana, amekuja tena kuwahimiza wakandarasi kwamba wajitahidi sasa ili daraja ikiwezekana likamilike iwezekanavyo, maana mfumo na sehemu tunayoelekea ni sehemu ya kuvuna. Kwa tunaomba Mheshimiwa mbunge, kaa jirani sana na huyu injinia, ikiwezekana hata ndani ya miezi 2 hata miezi 3 ili daraja liwe limekamilika kutunusuru watoto zako ambao tupo kata ya Igale. Mheshimiwa mbunge, tunakupenda sana, tunakutakia kazi njema. Asante.